Mheshimiwa Spika, katika mjadala wa hoja za bajeti, Mheshimiwa Mrisho Gambo, mbunge wa Arusha mjini, aliwasilisha tuhuma nzito kuhusu miradi miwili mikubwa inayotekelezwa na halmashauri ya jiji la Arusha, yaani ujenzi wa jengo la utawala la halmashauri na ujenzi wa soko la Semunge. Katika yote mawili, aliibua hoja zinazodai kuwepo kwa upotevu mkubwa wa fedha za umma, matumizi mabaya ya madaraka na mchanganyiko wa vipimo uliopelekea malipo yasiyo halali. Mheshimiwa Spika, kwa heshima kubwa, kwa heshima ya bunge hili na kwa maslahi ya taifa, nina wajibu wa kuweka bayana ukweli wa mambo haya. Taarifa ya uchunguzi na ufuatiliaji imekamilika. Kwa kibali chako, Mheshimiwa Spika, tutakuwa tayari kuiwasilisha mbele ya bunge lako hili tukufu kwa namna utakavyoona inafaa. Lakini kwa unyenyekevu mkubwa, niruhusu niseme maneno ya mwisho kabisa. Mheshimiwa Spika, TAMISEMI ni wananchi na TAMISEMI ni serikali hasa. TAMISEMI ni serikali hasa. Niwathibitishie Watanzania, hakuna senti ya Watanzania iliyopotea katika miradi yote hii miwili. Mheshimiwa Spika, ni muhimu tutofautishe hoja za kujenga na lugha za kuchomea. Tuhuma zisizo na mzizi si hoja, ni cheche za siasa ambazo hazifai kuweka ndani ya taasisi zenye misingi ya sheria. Miradi ya maendeleo haijengwi kwa maneno, bali kwa mchakato. Tuhoji kwa hoja na tusihukumu kwa jazba. Mheshimiwa Spika, TAMISEMI itaendelea kulinda uwazi, kuchukua hatua za uwajibikaji na kuhakikisha taasisi zake haziingii katika hofu ya sababu ya siasa za majukwaa. Kama kuna jambo la kuchunguzwa, tutalifuatilia hasa. Lakini kama ni juhudi za kuwaza visasi kupitia minong'ono ya kisiasa, serikali hii haitatoa nafasi hiyo. Sasa waheshimiwa wabunge, amesimama hapa Mheshimiwa Gambo, lakini pia alikuwa ametuma ujumbe hapa kwamba ana jambo la mwongozo, na kwa sababu mwongozo unataka kujua jambo kama lililofanyika hapa bungeni linaruhusiwa ama haliruhusiwi, na kwa sababu lazima iwe ndani ya muda fulani, kwa hivyo siwezi kusema nitamsikiliza kesho mwongozo. Mheshimiwa Gambo. Mheshimiwa Spika, nashukuru sana kwa fursa hii. Naomba mwongozo wako. Wakati Mheshimiwa Waziri anahitimisha, alitoa maelezo ambayo yalinigusa moja kwa moja kwamba maelezo niliyosema ni ya uongo. Lakini Mheshimiwa Spika, kuna taarifa kwamba jiji la Arusha walisaini mkataba wa bilioni 6 na milioni 241, na katika mkataba huo nilitoa maelezo katika bunge lako hili kwamba kuna badala ya kuandika mita square waliandika cubic mita 1128, na ambayo ilisababisha kuongeza kiasi cha milioni 252,972. Lakini nilitoa maelezo pia kwa badala ya kuandika mita square 734 waliandika cubic mita 734, ambayo ilisababisha kuongeza gharama bilioni 1,575,616, ambayo ni sawa na bilioni 1.8. Kwa mkataba ulioingia wa bilioni 6.241 kiuhalisia ulitakiwa mkataba wa bilioni 3.46. Pamoja na mapungufu hayo kuelezwa, lakini bado halmashauri jiji la Arusha waliweza kumlipa mkandarasi kiasi cha shilingi milioni 666, ambayo ni sawasawa na malipo ya awali ya bilioni 6, wakati kiuhalisia alitakiwa alipwe milioni 286. Kwa hiyo kuna ziada ya milioni 380. Lakini pia mkandarasi alipo malipo ya awali ya milioni 900. Mheshimiwa Gambo, ili tuende vizuri. Ndio. Hayo unayoyasoma yalikuwa sehemu ya ule mchango wako ambao sasa hivi umesimama ukieleza kwamba waziri umesema uongo. Ndio Mheshimiwa Spika. Ama haya ni mapya? Hapana, yalikuwa ni sehemu ya mchango wangu ambao ni zaidi ya bilioni 1 na milioni 800 zimeingizwa kinyume cha mkataba na hakuna marekebisho. Kwa hiyo naamini Mheshimiwa Waziri amepotoshwa. Kwa hiyo nilikuwa naomba kama inawezekana pata mwongozo wako. Ngoja ili tuelewane vizuri. Mheshimiwa Waziri wakati anajibu hakujibu hoja yako moja moja. Na sababu ni moja tu, kwa sababu mimi siku ile baada ya wewe kuchangia nilimwelekeza Mheshimiwa Waziri kwamba wafuatilie hayo mambo ambayo umeyasema.
na leo wakati akihitimisha amesema kwa ufupi, kisha akasema anasubiri nitatoa muda lini kama nilivyokuwa nimeahidi. Kwa hivyo ni mpaka atakapotoa sasa ufafanuzi wa hayo mabilioni, kwa sababu yeye hajataja hicho kiasi unachokisema wewe kwenye mchango wake, hajasema. Yeye amesema kwa ujumla. Lakini Mheshimiwa Spika ametaja kwamba kuna soko la Samunge ambalo hakuna ubadhirifu wowote, na mimi sikusema kwamba kuna ubadhirifu kwenye soko la Samunge, bali nilisema kuna milioni 500 zina miaka miwili kwa ajili ya machinga na mpaka leo hazijatumika. Kwa hiyo maelezo yake aliyotoa amepotoshwa nao waliwatuma. Naomba mwongozo wako Mheshimiwa Spika kwa upotoshaji ambao Mheshimiwa Waziri ameufanya hapa bungeni. Waheshimiwa wabunge, kwanza nianze na hili la mwongozo, kwa sababu kama nilivyotoa ufafanuzi, Mheshimiwa Waziri ameeleza kwa kifupi akitaka apewe nafasi kama ambavyo nilikuwa nimeahidi ili atoe ufafanuzi juu ya hoja ya Mheshimiwa Gambo. Na maadamu hiki kinachoombewa mwongozo kinahusiana na hiyo hoja, basi tutasubiri muda atakapopewa Mheshimiwa Waziri wa kufafanua, hapo sasa ndio atakuja na hoja zinazofuata Mheshimiwa Gambo. Sasa kwa hiyo kwenye jambo hili lililoombewa mwongozo na Mheshimiwa Gambo hakuna mwongozo unaotolewa, kwa sababu jambo lilikuwa bado limeombewa muda ili lije lifafanuliwe hapa ndani. Sasa muda ninaotoa, kwa sababu naona Mheshimiwa Gambo anaendelea kutaja mabilioni, na sisi kwa kweli tunatafuta fedha ili ziende kwa wananchi zikafanye kazi, na sio kwamba zinatafutwa ili ziingie mfukoni mwa mtu. Kwa hivyo ni tuhuma kama ambazo nilisema wakati ule kwamba Mheshimiwa Waziri akafuatilie, naona zinaendelea kutajwa tena bilioni nyingine. Kwa hivyo hili jambo tutalimaliza kesho hapa ndani. Kwa hiyo siku ya kesho Mheshimiwa Waziri utapewa nafasi mara baada ya kipindi cha maswali ili tusikie haya mabilioni yanayotajwa hapa ndani yameelekea kona gani, na kama itakuwa inahitajika hatua zingine kuchukuliwa, basi wakati huo tutajua ni hatua gani zichukuliwe ili tumpe nafasi ya kumsikiliza Mheshimiwa Waziri kwa mujibu wa mchango aliyokuwa ameutoa Mheshimiwa mbunge hapo mwanzo, na maadamu aliyosema leo yanahusiana na huo mchango, basi tutayashughulikia yote kwa pamoja siku ya kesho inshallah.